Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuzinduliwa kwa mpango mkakati wa miaka mitano wenye lengo la kuweka vipaumbele katika maeneo muhimu ya uwekezaji utasaidia wawekezaji wengi kuja kuwekeza nchini. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa tamasha la uwekezaji la mwaka 2025 ambalo limelenga kukuza uwekezaji nchini lililofanyika katika maeneo huru ya uwekezaji huko Micheweni, mkoa wa Kaskazini Unguja, Dr. Mwinyi amesema ni kweli kwamba ZIPA wamezindua mpango mkakati wa mwaka 2025 hadi 2030. Mpango mkakati wa miaka mitano wenye lengo na dhamira ya kuweka kipaumbele katika maeneo muhimu ya uwekezaji. Na kwa hapa Pemba tuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba. Unaweza ukapata ile tunayoita mwekezaji wa kimkakati, yani strategic investor status kwa fedha ndogo zaidi kuliko Unguja. Hapa kwa dola milioni 5 tu unaweza ukapata hiyo status, lakini vile vile kwa dola milioni 2 kama utaajiri wafanyakazi zaidi ya 100 unaweza ukaipata hiyo status. Kwa hiyo kuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba ili kuwashajiisha wawekezaji waje kwa wingi hapa Pemba. Lakini kama ulivyosema, mpango huu mkakati una dhamira ya kukuza uwekezaji nchi nzima, lakini hususan Pemba imewekewa vivutio maalum ili kuwavutia wawekezaji zaidi. Mapema Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Sharif Ali Sharifu anaelezea kuhusu marekebisho ya sheria na kanuni ambazo zitatekelezeka. Unajua, unapokuwa na sheria unakuwa na mambo general ambayo ndani yake yatahitaji kupata details. Sasa sheria yetu sisi the way ilivyo huwa inabadilika kila baada ya muda baadhi ya vitu. Kwa tumeona baadhi ya vitu tuviweke kwenye kanuni kwa sababu waziri ndiye mwenye mamlaka ya kuhakikisha kwamba kuna suala fulani ambalo litahitaji haraka. Tunatengeneza kanuni, zinasainiwa, ile jambo linafanyika. Kwa hiyo mengi kati yaliyomo mule ni kwa mfano ile tunaita threshold ya investment capital. Kwa hivyo anapokuja mwekezaji tunakuwa tuna kima fulani kwamba unapokuja hapa milioni $50 ndio tunazozihitaji. Kwa hivyo kima chake kiwe hicho, mfano tunaotoa. Kwa moja ni hilo, lakini mnapotoa hivi vibali vinakuwa na maeneo ambayo kila siku yanabadilika. Yale maeneo na matakwa yake pia yanaonyeshwa katika hizi kanuni ambazo tulizo nazo. Lakini chengine ni zile incentives zenyewe. Incentives zipo nyingi ambazo ziko general, lakini zipo incentives ambazo waziri anao uwezo wa kuzibainisha ili iwe rahisi sasa kwa mwekezaji kuzielewa na kuweza kuzipata, hususan katika haya maeneo yetu ya uwekezaji katika maeneo huru. Na jambo jingine ambalo ni muhimu ni suala zima linalohusiana na visiwa. Visiwa hivi kwa kweli vina kanuni ambazo zitahitaji msukumo kwa kupitia kanuni ambazo tunazo. Mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar ZIPA, Saleh Saadi Mohamed, amesema mfumo wa awamu ya pili utasaidia taasisi za serikali kuona taarifa za mwekezaji pamoja na kusaidia serikali katika ukusanyaji wa kodi. Awali mwaka juzi tuliweza kuzindua mfumo wa awamu ya kwanza. Awamu hii na kwenda ilikuwa na lengo la kusaidia mwekezaji kujisajili ZIPA. Awamu ya pili na kwenda kumsaidia mwekezaji kuwasilisha ripoti zake kwa wakati, kuwasilisha changamoto zake kwa wakati. Lakini vile awamu hii na kwenda kufanya taasisi za serikali nyingine kama vile TRA, ZRA, ZTSF na kamisheni ya kazi moja kwa moja kupitia mfumo huu wa ZIPA kuona maeneo ambayo wawekezaji wanayaripoti ambayo moja kwa moja yanakwenda sambamba na kazi zao za kila siku. TRA ataona mapato ambayo wawekezaji wanaripoti ZIPA, ZRA wataona mapato ambayo wawekezaji wanaripoti ZIPA, lakini ZTSF wataona ile kiwango cha mishahara na contribution ya wawekezaji kwa wafanyakazi wao katika swala zima la uwekezaji wa ZTSF. Kwa hivyo hii inakwenda kuweka wazi masuala mazima ya uchangiaji, masuala mazima ya ulipaji kodi, lakini kusaidia serikali kukusanya kodi stahiki kutokana na biashara na uwekezaji. Kongamano hilo limeenda sambamba na uzinduzi wa jarida la uwekezaji Zanzibar ambalo litaonesha masimulizi ya uwekezaji kwa mtazamaji wa ndani na nje ya nchi, kuzinduliwa kwa mpango mkakati wa ZIPA wa mwaka 2025-2030, kuanzishwa kwa awamu ya pili ya dirisha la kielektroniki la uwekezaji Zanzibar na kuzinduliwa kwa ripoti ya mwaka. Safia Hussein,
ASAM Online TV.